Ndio, mtazamaji na mfuatiliaji wa Sauti ya Habari katika mitandao yangu yote ambayo ipo kwa upande wa YouTube, lakini pia kwa upande wa Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la Sauti ya Habari. Mimi hapa naitwa Yusuf Sadoki. Sasa nataka nikufahamishe kuhusiana na mchezaji kutokea Brazil ambaye anafahamika kama Neymar. Neymar ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na icon kubwa, sio icon tu bali ni wachezaji wenye jina kubwa zaidi katika ulimwengu wa soka. Ukiacha kumtaja Messi, ukiacha kumtaja Ronaldo, basi unaweza ukamtaja Neymar, pia unaweza ukamtaja Lamine Yamal ambaye yuko katika timu ya ipo katika timu ya Barcelona, lakini pia unaweza kutaja kina Mbappe. Sasa Neymar ni naweza kusema ni kama mchezaji kama tunasema kundi la tatu, ukiacha kumtaja Ronaldo, ukiacha kumtaja Messi, unaweza pia ukaja ukamtaja Neymar. Neymar sasa katika kombe la dunia ambalo linaendelea sasa hivi mwaka wa 2026. Neymar kwanza katika hatua ya awali ya wachezaji ambao waliitwa katika kikosi cha timu ya taifa, Neymar alikuwa ni miongoni ambao wachezaji ambao walikuwa hawatarajii ama walikuwa hawatarajiwi kuingia katika kikosi cha timu ya taifa. Lakini baada ya hapo tulishuhudia kumwona kocha wa timu ya taifa ya Brazil akaweza kumuita Neymar, licha ya kwamba Neymar alikuwa ana majeraha ya muda mrefu na kuonekana ya kwamba itakuwa ni vigumu Neymar kuweza kuhudhuria ama kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Na baada ya kuingia Neymar akaanza kukadiriwa kwamba katika mechi ya kwanza basi Neymar anaweza akaanza katika kikosi cha kwanza kucheza, yani akiingia uwanjani. Lakini siku zimesogea, sasa inavyoonekana ni kwamba Neymar sio kushiriki mechi ya kwanza ama kutokushiriki mechi ya pili, bali kuna uwezekano mkubwa wa mchezaji huyo kutokushiriki kabisa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Na ilikuwa inakadiriwa kama Neymar angeshiriki katika mashindano haya, ilikuwa inawezekana ikawa ndiyo mashindano yake ya mwisho. Inawezekana ikawa hivyo kama ilivyo kwa Cristiano Ronaldo, lakini pia kama ilivyo kwa Messi, kuwa mashindano yao haya yanaweza kuwa ni mashindano yao ya mwisho kushiriki katika kombe la dunia. Pia sasa tumemwona Mbappe, tunasema Neymar kama hatoshiriki katika mashindano haya, basi inawezekana mashindano ambayo alishiriki mwaka 2022 ndiyo basi ya mwisho katika historia yake ya mpira hapa ulimwenguni. Lakini pia Neymar ni mchezaji ambaye ana matokeo mazuri, sio tu kuwa na kiwango kizuri kucontrol mpira, kufunga, kutoa pasi, lakini amekuwa na amekuwa na faida zake akiwa uwanjani, ama amepata faida kadhaa akiwa uwanjani. Tunafahamu ya kwamba Neymar alianza kushiriki kombe la dunia 2014 na ameshiriki mara tatu. 2014 mara yake ya kwanza, lakini pia akashiriki 2018, akaja tena akashiriki mwaka 2022. Hii kama angeshiriki ama kama atashiriki itakuwa ni mara yake ya 4 kushiriki katika kombe la dunia. Na katika historia yake ambayo aliweza kuiweka Neymar, mchezaji huyu maarufu kutokea nchini Brazil, aliweza amefunga magoli 8 katika michuano ya kombe la dunia, lakini pia alisaidia timu yake ya Taifa Stars ya Brazil kuweza kufika hatua ya nusu fainali katika kombe la dunia mwaka 2014, ambapo ilikuwa ndiyo mwaka wake ya kwanza yeye kuweza kuingia katika kombe la dunia ama kushiriki kwenye kombe la dunia. Na katika mchezo huo wa nusu fainali walicheza dhidi ya Germany, na watu wanasema ukikutana na watu ambao wanaweza kuweka magoli ama kufunga magoli, utafungwa kweli. Ukiingia kwenye mfumo wa mtu, basi unaingia kweli kweli. Katika mchezo huo wa nusu finali ambao Brazil ilicheza dhidi ya Germany, Brazil iliweza kufungwa magoli 7-1. Iliweza kufungwa magoli 7-1 na kutoka tako hapo basi Brazil haijawahi kushinda haijawahi kuchukua taji katika kombe la dunia, unaweza ukasema hivyo. Sasa maswali yamekuwa ni mengi. Je, kama
Neymar hatoshiriki katika kombe la dunia mwaka huu 2026. Atashiriki tena? Maana ni kweli wanasema umri ni namba, lakini pia hata wanasema hata ile fitness katika akiwa uwanjani inazidi kupotea. Tumemshuhudia Cristiano Ronaldo juzi alipokuwa kwenye mechi ya mechi ya kirafiki ya kimataifa alipokuwa akicheza katika timu yake ya Portugal. Tuliona sio Ronaldo yule ambaye alikuwa kama mwanzo. Ile fitness ambayo alikuwa nayo ya kukimbia na mpira, ya kupiga shuti, sio ambayo aliyokuwa nayo. Kwa hiyo pia umri unazidi kusogea. Sasa tunazidi kujiuliza, je, ni kweli atoshiriki katika michuano hii kulingana na majeraha aliyoko nayo, ama anaweza akajilazimisha kuweza kushiriki, ama akapewa nafasi na kocha wake ili aweze kuisaidia timu yake ya Brazil. Mtazamaji wa Sauti ya Habari, kama bado hujasubscribe, basi fanya kitendo cha kuungana kabisa kwa kusubscribe ili uzidi kuwa mwanafamilia wa Sauti ya Habari na uzidi kupata habari kem kutoka hapa Sauti ya Habari. Jina langu naitwa Yusufu Sadoki. Share kwa wana wazidi kupata taarifa za kimichezo kuhusiana na kombe la dunia.